Na swali lingine, ndio, na kujua wewe kwamba katika familia yenu mko talented. Amen. Kwa neema ya Kristo Yesu. Baba, mama wote ni waimbaji, unajua muziki. Watoto wote wa kiume na wa kike. Kwa hiyo mpo gifted kuna ile eneo. Amen. Lakini pamoja kwamba umefanya muziki kanisani na uimbaji, ila ulikuja kusoma rasmi kwenye chuo cha muziki kabisa. Ndio. Unaizungumziaje taaluma ya muziki na uimbaji kama sehemu ya taaluma na impact yake katika kipawa mtu alichonacho haswa kwenye kutumika kwenye makanisa? Elimu ni elimu tu. Ndio. Na namshukuru Mungu pia kwa nafasi hiyo alionikirimia kupata hiyo neema ya kwenda chuo. Sababu kabla ya hapo tulikuwa tunaimba, tunacheza vyombo, ala za muziki, lakini tulikuwa hatuna ile elimu haswa. Ndio. Kwa hiyo kwa kweli namshukuru Mungu, niliona tofauti mimi binafsi. Tofauti ya kutumika bila kuwa na elimu. Ndiyo. Na kutumika sasa ukiwa tayari una elimu. Ndio. Kwa kweli kuna utofauti mkubwa, na kuna kitu kiliongezeka baada ya kuanza kusoma. Maana yake ni kwamba katika kile nilichokuwa najua niliongezewa maarifa zaidi. Kwa hiyo nashauri au naweza kusema ni kitu kizuri, kwa sababu tunaongeza pale tunapojua maarifa zaidi. Ndiyo. Na uzoefu zaidi. Na unapambanua akili yako, sababu unakutana na watu tofauti, unashirikiana, kuna mambo ya kufanya research, unaweza kujifunza na ku reason vitu vingi, kujiuliza vitu vingi. Na unakusanya taarifa mbalimbali, unapata pia historia, muziki huu ulipendaje, historia ya muziki ipo. Ndio. Na pia unajifunza kwamba muziki ni maisha. Unazaliwa, unakuwa na unaendelea kuishi. Kama vile fasihi tunavyoita katika Kiswahili. Ndio. Kwa hiyo ni sawasawa na mwanajeshi ambaye hajaenda jeshini, amekuwa tu tuseme mgambo labda, ambaye ametrainiwa mtaani. Alafu na huyu ambaye ameenda jeshini amekuwa kwenye mafunzo kwa miezi 6, miaka 2. Hawawezi kufanana. Yule alienda kule chuo cha jeshi atakuwa anajua kutumia silaha, mabomu na vitu vya aina hiyo. Ndio. Kwa hiyo kuna tofauti, kule tunaongezewa maarifa zaidi. Okay. Na ni vyema wale wanaopenda na kutamani maarifa wayatafute, kwa sababu tusimwache elimu aende zake. Amen. Amen. Na ameweza kuandika pale kwenye Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 25. Ndio. Mstari wa 1 hadi wa 7 tunamwona Daudi aliwatenga waimbaji na wapiga vyombo kwa ajili ya huduma ya hekalu. Ndio. Walifundishwa na walikuwa na ustadi katika muziki. Yes. Kuna kufundishwa hapo. Yes. Maana yake kukaa chini ya mkufunzi. Lazima ukae na upewe maarifa. Ufundishwe. Ndio. Na ufundishike. Ndio. Kwa sababu kufundishwa ni kitu kingine. Ndio. Na kufundishika ni kitu kingine. Na kwenda kutumia ulichofundishwa ni habari nyingine. Ndio. Anasema kuna Zaburi 33, mtumishi Ruben Gondwe. Naam. Zaburi 33 mstari wa 3. Anasema muimbieni wimbo mpya, pigeni kwa ustadi, kwa sauti ya shangwe. Pigeni kwa ustadi. Ustadi ni tunaita excellence. Yes. Yaani piga katika ujuzi wa hali ya ujuzi wa hali ya juu iliyo imarika zaidi. Ndio ustadi. Maana yake huwezi kufanya ujuzi kama hujapata maarifa na huo ufahamu sahihi. Hapo ndio utakapojua ninatakiwa kushika vipi microphone ninapoimba. Na natakiwa niweke vipi uso wangu ninapoimba. Natakiwa ni control vipi sauti ninapopiga chombo. Okay. Na kuna zile sign za uimbaji. Hii ina maana nini? Hii ina maana nini? Hii ina maana gani? Ndiyo. Sauti moja, sauti 3, tunamaliza wimbo. Unaona? Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo unatakiwa uvifahamu ili sasa uweze kuimba na kupiga vyombo katika ustadi kama Daudi anavyosema. Kuna maarifa hapo, kuna siri. Na naamini Daudi alipata hayo maarifa alipokuwa nyikani. Amen. Alipokuwa kule anachunga dubu. Ndiyo. Kule nahisi Kristo Yesu kupitia Mungu alimfundisha shule kule. Nadhani pia muziki au uimbaji wa kanisani kwenye mwili wa Kristo, ndipo hapo unakuja kuzidiwa na miziki mingine ya huko duniani. Na. Unazungumzaje hilo swala, na
msisitizo na umuhimu wa waimbaji na wanamuziki kuwekeza kwenye ile eneo? Unajua sisi wa Injili, sisi wa Kristo, tunapofanya muziki tunahudumu. Ndio. Tunapoimba madhabahuni au tunapoimba hata wanaporekodi wanahudumu. Kuhudumu maana yake ni kwamba kuna kitu unatoa ndani yako rohoni, katika roho yako, katika pumzi yako, katika mikono yako unavyopiga chombo, unavyocheza ala, kinaenda kwenye masikio ya watu, na kikienda kule kinafanya mabadiliko, kina mtu kinamgusa, kinahudumia roho za watu. Ndio. Tofauti na kwamba kule kwingine wanapiga burudike, yani nyinyi mnaburudika tu. Lakini huku unamtoa mtu point A ambaye alikuwa anasema siwezi, anasema hakika naweza. Hakika Mungu yupo. Unamtoa mtu kutokunako mateso na kufikia kwenye raha na kumuona Mungu na kuona kwamba nimemkaribia Mungu na kumfanyia ibada.